16. Matendo ya Mtume 15 mstari wa 16. Biblia inasema hivi, wacha nianzie mstari wa 14. Simeon ametueleza jinsi Mungu hapo kwanza alivyowaangalia mataifa ili achague watu katika hao kwa ajili ya jina lake. Na maneno ya manabii yatafuatana na hayo kama ilivyoandikwa, baada ya mambo haya nitarejea, nami nitajenga tena nyumba ya Daudi iliyoanguka. Nitajenga tena maanguko yake, nami nitaisimamisha, ili wanadamu waliosalia wamtafute Bwana, na mataifa yote ambayo jina langu limetajwa kwao, asema Bwana ajulishayo hayo tangu milele. Matendo ya Mtume 15:14. Kwa hivyo Biblia inanena kuhusu mtu mmoja ambaye aliitwa Simeon, ambaye aliweza kuelezea watu ama kunena jinsi Mungu hapo kwanza alivyotangulia mataifa. Kwa hivyo ukweli ni kwamba Mungu ametutangulia, maana yeye ni Mungu. La kwanza, kabla haijaumbwa misingi ya dunia, yeye alikuweko. Mungu hajaumbwa na mtu. Jina la Bwana na liinuliwe. Nashangaa nikiona wanadamu wanajiumbia miungu. Huko mtu achonga mdi wake na kumbira mfukoni ni Mungu, na wawangia mfukoni. Lakini yule Mungu aliyeumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo hakuweza kuumbwa na mtu. Jina la Bwana na liinuliwe. Wala si Mungu ambaye utamweka kwa mfuko. Katika Isaya 66 anauliza, je, ni nyumba gani mtanijengea ili nikaweze kukaa ndani mwake? Kumaanisha kwamba hata tukajenga nyumba kubwa namna gani, huyu Mungu wetu ni mkuu. Haleluya. Kwa hivyo paka uelewe ya kwamba Mungu unayemwabudu ni mkuu. Kwa hivyo Simeon alikuwa na ujumbe wa kueleza watu. Kila mahali alipopita aliwaambia watu habari za yule Mungu wa kwanza alitangulia mataifa. Na alikuwa na maana ya kutangulia mataifa ili kwamba ajichagulie watu wa kumwabudu. Uko mahali hapa kwa sababu Mungu amekuchagua. Haleluya. Uko mahali hapa kwa sababu kunaye Mungu ambaye amekuchagua. Katika Yohana 15 Yesu akasema katika maandiko ya kwamba sisi tumemchagua, bali ni yeye ametuchagua. Jina la Bwana na liinuliwe. Kwa hivyo Simeon akaendelea kuelezea hayo ya kwamba Mungu alitangulia mataifa ili achague watu katika hao kwa ajili ya jina lake. Kuchaguliwa, akachagua watu kwa ajili ya jina lake. Lakini hapo kuna kitu. Alipokuwa anachagua watu kwa ajili ya jina lake, aliona watu ambao wako na mapungufu, watu ambao wamelemewa, watu ambao kwa nguvu zao hawangeweza, watu ambao walidharaulika, watu ambao walikataliwa. Jina la Bwana na liinuliwe. Akasema kwamba baada ya mambo haya, kwa hivyo baada ya yeye kujichagulia na baada ya kuona kwamba aliyokuwa anajichagulia wote walikuwa na mapungufu, walikosa kwa njia moja na nyingine, walikuwa wako na hali, wako na kasoro. Siri ni kwamba tumeitwa na Mungu tukiwa hatujakamilika aweze kutukamilisha. Jina la Bwana na liinuliwe. Akaambia kwamba baada ya mambo haya nitarejea. Kwa hivyo baada ya kukuchagua, Bwana anarejea tena. Anasema kwamba baada ya mambo haya nitarejea, nami nitaujenga tena mji wa Daudi ulioanguka. Katika hali ya kukuchagua, Bwana alikuona kwa njia moja na nyingine hauko sawa. Jina la Bwana na liinuliwe.
kuko mkomeko. Na kwa hali hiyo akasema kwamba I am coming back again. Narudi tena, narejea tena ili kujenga nyumba ya Daudi iliyoanguka. Kuna mahali Mungu amekuona jioni leo ukiwa umeanguka. Mwingine ameanguka katika usemi, mwingine akaanguka kwa macho yake, mwingine akaanguka hata kwa kutenda matendo ambayo hayajastahili. Lakini uzuri wa Mungu ni kwamba hatuangalii vile wanadamu wanavyotuangalia. Yeye hutuangalia na jicho la huruma, yeye hutuangalia na jicho la rehema, yeye hutuangalia na jicho la msamaha, ili akatuinue tena tuka jinsi inavyompendeza. Jina la Bwana aliinuliwe. Akasema narejea tena kujenga nyumba ya Daudi iliyoanguka. Ndani ya jioni leo kuna mahali unaonekana na mapungufu na mahali ambapo umeanguka. Maana ukweli ni kwamba hatuko kamili. Jina la Bwana aliinuliwe. Hatuko kamili. Kwa hivyo yule aliyetuita, yule aliyetuchagua, jioni leo anasema kwamba amerudi tena. Sijui ni wapi umeanguka, ni kwa jinsi gani umeweza kuanguka, lakini yeye anasema kwamba anarudi tena kujenga nyumba ya Daudi iliyoanguka. Jina la Bwana aliinuliwe. Mahali kwenye umeanguka, mahali ambapo umeshindwa, mahali ambapo umelemewa, Bwana anaanzia hapo. Jina la Bwana lipewe sifa. Mahali ambapo umeona umechanganyikiwa, hapo ndio Mungu anaanzia. Amerudi kwa jinsi hiyo. Ameona hujakamilika, so amerudi kuanzia hapo. Anasema kwamba nitajenga tena maanguko yake. Kwa hivyo mahali ambapo umeanguka, Bwana anakuja akuinue tena. Jina la Bwana liinuliwe. Mara nyingi nimesema Mungu hatazami vile wanadamu wanavyotazama. Anajua ya kwamba labda mtu amekwazwa ndio maana ameanguka, labda mtu ameangushwa na hali zenye ziko. Basi Mungu hapendi ukae pale kwa matope, anakuja tena akuinue. Jina la Bwana lipewe sifa. Anasema nami nitaijenga tena maanguko yake. Hayo maanguko Bwana anataka akujenge tena, akuinue tena. Mara nyingi tumeangushwa na hali zenye ziko. Unajaribu kupenya, unakuta huwezi penya. Unajaribu kufanya miradi, wakati mwingine unakuta kwamba miradi unayofanya labda haipati kibali. Hapo ndio Mungu anakuja kuanzia akuinue tena. Haleluya. Kama unataka kuinuliwa na Bwana sema amen. Maana Mungu anakuja kuinua mtu ndani ya jioni leo. Mahali ambapo umeangukia, hapo ndio Bwana anaanzia, pasipo kuangalia mapungufu yako, pasipo kukuangalia ya kwamba wewe ni duni, pasipo kuangalia kwamba yuko mtu amekukataa, pasipo kuangalia kwamba kuna mtu amekuchanganya maisha. Yeye anakuja kuanzia hapo. Jina la Bwana liinuliwe. Akasema nami nitaisimamisha ili wanadamu waliosalia wamtafute Bwana. Kwa hivyo Mungu anataka kukusimamisha tena. Mahali kwenye uliona hajatenda, Bwana amekuja tena, ameregea tena, akaweza kutendea mtu ndani ya jioni leo. Kwa hivyo Mungu amechoka na hali za wanadamu, mahangaiko ya wanadamu, masumbufu ya wanadamu, kilio cha wanadamu, shida za wanadamu. Ameona kwamba ninarudi tena, naenda tena kuangalia ndani ya maisha dada huyu ni wapi kuna shida. Haleluya. Ukikawa hujachelewa, labda huombi, umekujikuta hauna maombi, lakini huelewi shida yako iko wapi. Kristo kama huombi umeanguka. Jina la Bwana liinuliwe. Maana ni kwa maombi peke yake tunamshinda shetani. Lakini usife moyo ndani ya jioni leo. Maana hapo kwenye unashindwa kuomba, Bwana anarudi tena kukuchukua. Haleluya. Anarudi tena kukuinua, akupatie roho ya maombezi. Maana kuna roho ya maabudu, kuna roho ya maombezi, kuna roho ya sifa,
kuna roho ya mahubiri, hata roho ya utendaji miujiza. Kwa hivyo Bwana anakuja kwako, vile umepungukiwa anaanzia hapo. Kama umepungukiwa na sifa, anakupatia roho ya sifa. Wajua roho ya sifa ni ile tukiwa chooni unasikia kumtukuza Bwana. Hali ambazo uko nazo hazikulimit kumtukuza Bwana. Hata katika hali ambazo haziwezekani, bado unasikia kumwambia Bwana, wewe Mungu unaweza. Hiyo ndio roho ya sifa. Kwa hivyo ndani ya jioni leo, dai roho ya maombi, dai roho ya sifa, dai roho ya upenyo, dai roho ya maabudu, ukamwabudu Bwana. Na hapo mahali kwenye ulishindiwa, Bwana atashuka tena, akuinue tena, in the mighty name of Jesus Christ. Niko na ujumbe wa revival siku ya leo. Nikasema kwamba nami nitaisimamisha hiyo nyumba ya Daudi. Bwana anataka kuisimamisha. Kwa hivyo Mungu hafurahii na hali ambazo tuko nazo. Anaona kuna mahali nyumba inaenda kiupande upande. Yadunga on jina la Bwana na rehema. Nyumba inaenda upande upande, kidogo hivi inaanguka. Lakini anasema kwamba nimekuja nikusimamishe tena. Nataka Mungu asimamishe mtu mahali hapa. Bali uliona kwamba huwezi, basi Mungu kuneke ndigi redima, Mungu kuneke ndigi resima, Mungu kuneke ndigi retoboa. Jina la Bwana na liinuliwe. Jina la Bwana na lipewe sifa. Akasema ili wanadamu waliosalia wamtafute Bwana. Kwa hivyo Mungu anataka kutafutwa na Mungu anataka kutukuzwa. Ili atafutwe na wengine, lazima antende mimi na akutende wewe. Paka kaida horuba ndokotie wewe uchadado bonyere baduka bonyero hucha. Basi Mungu anarudi tena kutendea mtu, ili waliosalia, walio ndani ya nchi wakaweze kumjua huyu Mungu na hata kumfahamu. Jina la Bwana na liinuliwe. Akasema kwamba na mataifa yote ambao jina langu linatajwa kwao, asema Bwana ajulishayo hayo tangu milele. Kwa hivyo Mungu anataka kuabudiwa na mataifa. Ili abudiwe na mataifa, lazima arudi kwako akuinue. Lazima arudi kwako akutendee. Lazima arudi kwako abadilishe hali zako. Na ukipita haitambiwa kwamba Mungu amwomele nuwa. Watu watatamani kukufuata ili waone yule Mungu ambaye amekutendea. Jina la Bwana na liinuliwe. Mungu ambaye amebadilisha maisha yako. Wengi wakatatamani imanye dadanganya waindaga hao nende bikwane na ucha Mungu. Jina la Bwana na lipewe sifa. Hapo kanisa huongezeka kwa urahisi. Matendo ya Mungu ndio yanavuta watu kuja kwa Mungu. Lakini kama hakuna matendo ya Bwana, hata kanisa lazima likimbilie anda likulola Mungu. Jina la Bwana na liinuliwe. Kwa hivyo mimi ndani ya madhabahu haya naomba Mungu arudi tena. Achilie upako wake tena. Achilie uwezo wake tena. Achilie nguvu yake tena. Achilie mamlaka yake tena, ili matendo yake ya ajabu yakatendeke mahali hapa. Jina la Bwana na liinuliwe. Kwa hivyo ndani ya jioni leo, Bwana amerudi kwa ajili yako wewe. Mahali ambapo umeona hauwezi, huyu Mungu akiwa juu ya kiti cha enzi amekutazama, akakurehemu, amekuja na upendo mwingi ili akuinue na akutendee jambo. Haleluya. Jina la Bwana na lipewe sifa. Tusimame kwa miguu zetu, sitahubiri sana. Thank you Jesus. Usini umepata message ya kwamba